Katika kile kinachoashiria mabadiliko makubwa katika mkakati wa kijeshi wa Marekani na mshikamano wa kijeshi na Israel, ndege za kisasa aina ya B2 Spirit Stealth Bombers zilionekana zikifanya mchakato wa kutua katika kituo cha Whiteman Air Force Base kilichopo Knob, North Missouri jana Jumapili. Ujio huo umetokea saa chache tu baada ya kutekelezwa kwa mashambulizi makali yaliyolenga vituo muhimu vya nyuklia vya Irani, mashambulizi ambayo yanaonekana kama sehemu ya operation ya pamoja kati ya Marekani na Israel kudhoofisha mpango wa nyuklia wa Irani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa maafisa wa ulinzi wa Marekani, mashambulizi hayo yalifanyika chini ya operation ya siri iliyopewa jina la Operation Midnight Hammer. Mashambulizi hayo yalijumuisha zaidi ya ndege 120 ikiwa ni pamoja na B-27, ndege za kivita F-22 na F-35, ndege za kijasusi na msaada wa baharini kupitia makombora ya Tomahawk yaliyovurumishwa kutoka manuari na meli za kivita katika ghuba ya Oman. Lengo kuu lilikuwa ni vituo vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan ambavyo vimekuwa vikihusishwa moja kwa moja na uendelezaji wa mpango wa nyuklia wa Irani. Ndege za B2 Spirit ziliondoka Whiteman AFB kwa safari ya anga ya masaa zaidi ya 30 zikisaidiwa na ndege maalum za kuongeza mafuta angani, na zilitoa kwa muda mfupi katika maeneo yasiyofichuliwa kabla ya kurejea. Ndege hizi maalum zina uwezo wa kuingia katika anga la wadui bila kugundulika na radar, na kila moja ina uwezo wa kubeba GBU 57 Massive Ordnance Penetrator, bomu lenye uzito wa pound F30 ambalo linaweza kupenya umbali wa mita kadhaa chini ya ardhi kabla ya kulipuka. Mabomu haya yalitumika kuvunja mabomba ya saruji yaliyo chini ya ardhi yanayolinda mitambo ya kurutubisha urani. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa jumla ya mabomu 12 ya Massive Ordnance Penetrator yalitupwa kwenye vituo vya Fordo na Natanz, huku mengine yakielekezwa Isfahan. Pia makombora 24 ya Tomahawk yalitumika kwa mashambulizi ya mfululizo kuhakikisha uharibifu mkubwa wa miundombinu wa nyuklia wa Irani. Picha za satellite zilizochukuliwa masaa machache baada ya mashambulizi zinaonyesha uharibifu uliotokea, majivu mazito na uwezekano mkubwa wa uharibifu wa sehemu muhimu za mitambo ya nyuklia. Mashambulizi haya yametokea wakati ambapo hali ya kisiasa na kiusalama katika Mashariki ya Kati imekuwa tete kwa wiki kadhaa, huku Irani ikikabiliwa na shinikizo la kimataifa kuhusu mpango wake wa nyuklia. Mashambulizi haya yanakuja wakati ambapo Israel imekuwa ikitekeleza mashambulizi ya kujilinda dhidi ya vitisho vya Irani, na sasa inaonekana Marekani imeamua kujiunga moja kwa moja katika jitihada hizo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya Irani kuhusu madhara ya mashambulizi hayo, ingawa wachambuzi wa kijeshi wanakadiria kwa uwezo wa Irani wa kurutubisha urani umeathirika kwa kiwango kikubwa. Hatua hii imeibua hofu na kuzuka kwa vita kamili kati ya Irani na washirika wa Magharibi, huku mataifa kama Urusi, China na Ujerumani ikitoa wito wa mazungumzo ya dharura ili kuzuia mzozo mkubwa zaidi wa kimataifa. Kwa sasa ndege za B2 Spirit zimerudi salama katika kituo cha Whiteman AFB na zinapitia ukaguzi wa haraka wa kiufundi baada ya operation hiyo ya kihistoria. Marekani bado hajatoa tamko rasmi la kina kuhusu mashambulizi haya, lakini uwepo wa ndege hizi za kivita za hali ya juu katika anga la kati ya Missouri ni ishara tosha wa hatua zaidi kuendelea iwapo Irani itajibu kwa nguvu za kijeshi.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.